Odhiambo, attacking midfielder FC Leopard. Welcome to FC TV. Yangu ya football imekuwa hard sana. Nakumbuka nikiwa class 4 ndio nilianza kucheza ball, nilianza kuwa nao serious nikiwa primary class 4. Hapo ndo niligundua naweza play ball na watu wengi pia wakanimotivate, wakanionyesha naweza cheza ball. Then kwenda class 8 ndio ikakuwa match serious, nikajoin Babadogo United. Mtaa yetu hii kiwanja ground yetu hii tunaiona hapa nyuma yangu, iko hapa nyumba yangu hapa hii mnaona. Hapo ndo nimeanza kucheza ball nikiwa bado nacheza mguu tupu. Hapo ndo nimeanza kuchezea Babadogo United kuanzia under 12 nikaenda under 14. Ndio sasa nikajoin Babadogo United kubwa. Nikiwa form 2 ndo nikasikia trials za FC Leopard Youth. Nikaenda zilikuwa huko RTI huko South B. Nikaenda kujaribu bahati yangu kwa bahati poa. Nikawai under coach Ambani. Na pia kitu kilinifurahisha, coach Ambani akanionyesha vitu mob nini. Hiyo tournament tukakuwa finalist. Lakini kwa bahati mbaya tukuibeba, lakini tulikuwa finalist. After hapo ndo nilikuwa na by that time kucheza hizo tournament nilikuwa na Vincent Oburu. Tumaliza hizo tournament, Oburu akasainiwa, mimi bado singeweza sainiwa manake ilikuwa bado nirudi chuo nisome. So wakaniambia nirudi chuo, lakini nikimaliza hivi chuo atakama ni sign nianze kuplay futa. So kurudi chuo mambo zikakuwa hard, vitu kama hizo ikakuja ma complications zikakuwa mob. Lakini kwa bahati poa after 2 years hivi nikapewa opportunity ya kujoin senior team. Nikakachap haraka pia nikawai namba yangu, na sasa nashukuru sana nacheza FC Leopards. Nilijoin FC Leopards last season nikiwa mid season. Nakumbuka hizo games zilikuwa zimebaki anda Kasabungo. Coach wangu by that time zilikuwa nilianza kucheza game 3 tu peke yake. Nakumbuka game yangu ya kwanza kuingia ilikuwa against Western Stima Kisumu. Nikiingizwa dakika 2 za mwisho. Nili appreciate sana, nili step up hapo, at least nikafeel pressure ya kucheza KPL. Hiyo ndo ilikuwa experience yangu ya kwanza kujoin senior team. Then after hapo hii season kuanza upya tukienda pre-season nilipata zile challenges mob kwa kwangu ilikuwa hard kidogo na filoto na jipush, lakini kwangu kama unaona sessions zingine ziko zinanilemea kwa sababu ndo nimejoin na sikuwa na experience bado. But nikathank sana watu walikuwa karibu na mimi kama Vincent Oburu, Sad Musa, wakanielekeza, wakanipatia hiyo moral na nikajipatia hiyo motisha, nikajua naweza. After hapo tukaenda tournament za Sekafa under 20 huko Uganda. Then ndo kurudi nikaanza kupata playing time nikaanza kucheza. Na hivyo ndo nilianza kucheza FC Leopard. Best game yangu nakumbuka ilikuwa against Wazito Machakos. Tukawin 2-0, nikipeana hizo assist zote 2, bao zikifungwa na Makwata. Hiyo nilifurahia sana hiyo game. Then nakumbuka worst game ilikuwa against Posta Rangers hapo tu Machakos. Tukifungwa dakika mwisho 2-1. Ilikuwa painful sana. Best goal ilikuwa against Nzoia, nikifunga my first goal ya Premier League. Nilifurahia sana, ikanipatia moral. Best friend yangu FC Leopard kwa hii timu yetu ni Suma. Manake Suma tunatoka naye area moja, tukienda home tuko naye pamoja, tukikuja tizi game niko naye pamoja. Huyo ndo best yangu kwa team sana, ule na spend time mob naye. Alafu hiyo team mwenye tunaona anajua ball, hata kama si wote tuko sawa, lakini kuna ule tu man unaona huyu anajua ball, kuna place anaenda. Mimi ananifurahishanga ni Boniface Muhe. Bidii yake naipenda sana, anakuanga na mhambo, ametulia, anacheza ball. Hiyo ndo talent naona ni mtu mpoa sana kwa timu yetu, anaweza tusaidia sana tukimtumia poa. 5 yangu kipa wangu niko na Benjamin Ochan, juu experience ako nayo.
Kwa defender niko na leader wetu captain Robinson Kamura, ni mchezaji mpoa sana, defender mpoa. Midfielder niko na Sad Musa, creative midfielder, anajua ball sana, anajua tu ball, anajua tu ball, hiyo ni talent yake. Hapo forward niko na Vincent Oburu, skillful sana, huo ni talent pia yeye. Nafurahia sana kuwa na mtu kama yeye kwa team, na Boniface Muhehe. Hiyo ndo best 5 yangu FC Leopard. Training schedule yangu kwa hii time ya COVID ni na train mara 3 kwa wiki. Monday naenda road work, Tuesday na rest, Wednesday na kuja ball work hapa Grao baba dogo hapa na timu yangu ya mtaa. Then Friday tunacheza friendly, hiyo weekend Saturday na Sunday na rest, na ngoja tena Monday. Hiyo ndio schedule yangu ya training hii time ya COVID. Mimi mtu ameni inspire kucheza ball ni Boniface Ambani. Nakumbuka akiniona mara ya kwanza nikuja trials hapo FC Leopard Youth, akanipatia hiyo opportunity kucheza hiyo tournament. After hapo bado alikuwa ananiguide, na hata nikiwa chuo bado alikuwa ananiguide. Kuna time hata pia nilikuwa naenda wrong, bado ananifuata na aniguide. Yeye ndo mtu ameni inspire sana na amenisaidia sana nikafika mahali niko. Nashukuru sana. Alafu role model wangu naweza sema ni De Bruyne. Kevin De Bruyne anachezea Manchester City. Ananifurahisha juu ana create chances ya timu yake. Unapata kwa game moja ame create chances mob kwa striker wake. Huyo ndo role model, nataka kuwa tu kama yeye. Football imenimpact sana kwa life yangu. Nakumbuka nikiwa seko nikijoin FC Leopard Youth secondary, waliamua kunilipia fee na ilisaidia madhe sana kulipa fee, maana yake hakuwa na hiyo uwezo. Alafu pia imenisaidia sana, maana yake imefanya nikaachana na vitu mob, imenicreate employment. Sasa at least naweza sema niko na job, at least kuna donaan. Imenisaidia sana kwa maisha yangu, imenitoa mtaa mambo mingi ilikuwa nafanyika, lakini sasa naweza tulia nikijua kuna kitu naweza fanya kuliko zile vitu nilikuwa nafanya kitambo. Imenitoa mtaa, nimefurahia sana tu. Challenges nimepitia ni mob sana. Nakumbuka nikijoin kulikuwa na shida alafu pia nilikuwa hiyo playing time mara ya kwanza kasi sikuwa napata, ilikuwa inaniuma. Unaona, unapata wenzako wanacheza wewe uchezi kidogo, ilikuwa inanipatia pressure. Hizo challenges nimepitia kwa football mimi kama mchezaji. Mimi nikipata chance ya kutoka FC Leopards naweza penda kwenda timu ya nje ya Kenya ama Europe, sababu unapata huko facilities za kutrain ziko poa, itanipatia exposure poa. Pia level yangu ya football itagrow, pia financially nitakuwa poa, vitu kama hizo. Then naweza pata maybe chance ya kucheza national team. Alafu kuna ya mwisho naweza sema kuna hii rumors about nimejoin Gor Mahia. Tunaweza sema ni contract yangu bado na run na FC Leopards, na mimi bado ni mchezaji wa FC Leopards. Tunaweza ambia mafans wa FC ni mimi napenda FC Leopards, napenda mafano wa FC Leopards. Naweza sema tu watulie, mimi hakuna mahali nimeenda, hiyo ni rumors. Venye nasema hiyo ni rumors tu. Mimi bado niko na contract na FC Leopards and I look forward for the next season. Advice yangu to the young footballers, mimi kitu cha kwanza naweza sema ni put God first. Juu yeye ndo ana decide leo na kesho. Kitu cha pili ni hata ukipata ukue tu humble, kwa sababu kwa humble pia ni weapon poa sana ku make it in life. Na pia naweza sema tu kujipush na bidii na mtu asi give up. Hiyo ndio advice yangu kwa my young players. Parting shot yangu
naweza anza na kushukuru kwanza maplayers wenzangu wenye tumekuwa nao pamoja last season. Anda hizo problems zote tumestick pamoja, tumeperform game zingine, nashukuru tu sana. Then naweza shukuru management pia, Tom Juma, coach, naweza shukuru sana. Webo nashukuru sana, wamekuwa na sisi, wametuguide poa. Kwa ofisi pia wamefanya part yao la season, though vitu zilikuwa difficult, lakini wamefanya tu part yao poa, naweza shukuru sana. Then kwa mafans naweza sema asante zaidi juu wamekuwa kishow up. Nini ifanyika, wamekuwa kishow up, wanatupatia do kiasi, tunaweza tusaidia kwa maji ya kunywa, vitu kama hizo, wanatupatia hiyo motisha. Nashukuru tu sana. Sasa mafans naweza sema next season mtoke kwa wengi, kwa sababu target yetu next season ni kuchukua hiyo title, na bila hiyo pressure yenu, bila hiyo kutusaidia, hatutakuwa nayo motisha. Lazima mtupatie morale tuchukue hiyo title. Mtoke tu kwa wingi next season.